Hivi unafahamu nini kuhusiana na watu wanaotumia mkono wa kushoto? Huu ni mkono wa kulia na huu ni mkono wa kushoto. Lakini kwa nini baadhi ya watu huandika mkono wa kulia na wengine huandika kutumia mkono wa kushoto? Kwa miaka ya hivi karibuni kwenye dunia ya teknolojia na utandawazi, watu wengi wamekuwa wakiscroll simu zao kupitia mkono wa kushoto. Lakini ipi ni nafasi ya watu wanaotumia mkono wa kushoto kwenye dunia maalum iliyoandaliwa kwa watu wa mkono wa kulia? Ni laana, ni sayansi ama ni hiari? Ungana nami Kefa Ijilo, twende tukafahamu mengi zaidi kuhusiana na sakata la mkono wa kushoto. Tafiti zinaonyesha kuwa takriban 10% ya watu duniani wanatumia mkono wa kushoto. Lakini hii imekaaje kitaalamu na kijamii? Katika miongoni mwa sababu ambazo zimejulikana katika tafiti ambazo zimefanyika hivi karibuni, imegundulika kwamba moja kati ya sababu ambazo zinapelekea ni ile genetic makeup ambayo tunaita kwa Kiswahili tunasema vinasaba. Vile vinasaba ambavyo mtu anakuwa ametengeneza wakati wa uumbaji kwenye kizazi, wakati wa ujauzito, kwenye ubongo, kwenye upande wa ubongo, ndivyo vinavyopelekea mtu ana uwezo wa kutumia mkono wa kushoto au mkono wa kulia. Sasa katika ubongo kuna pande mbili, upande wa kushoto na upande wa kulia. Upande wa kushoto kitaalamu tunaita left hemisphere na upande wa kulia tunaita right hemisphere. Sasa kwa hawa watu ambao wana matumizi ya mkono wa kushoto, mara nyingi shughuli zao zinaendeshwa na upande wa kulia wa ubongo ambao tunaita right hemisphere. Na watu ambao wanatumia mkono wa kulia, shughuli zao huwa zinaendeshwa na upande wa kushoto wa ubongo ambao ni left hemisphere. Kwa hiyo genetic makeup au ile matengenezo ya vinasaba katika upande wa kulia wa ubongo vinaweza vikapelekea mtu akawa na matumizi ya mkono wa kushoto kuliko mkono wa kulia.